Swala la mapinduzi ya Zanzibar linatupa kumbukumbu ya kuwaenzi viongozi wetu Abeid Amani Karume na Julius Kambarage Nyerere, namna walivyoshiriki pamoja katika kuikomboa Zanzibar kutoka kwenye makanwa ya wakoloni. Watoto wetu wanahitaji waijue historia, na namna pekee ya kuijua historia ni kufanya shughuli kama hizi. Tukipanda hii miti, baadaye inavyokuwa na wao kuwashirikisha, na ndicho tulichokifanya leo, lakini inavyozidi kukua nao wanakumbuka na kuenzi kwamba tulifanya shughuli ya upandaji wa miti ikiwa ni kielelezo cha kuadhimisha siku ya mapinduzi ya Zanzibar. Viongozi wetu hawa wanatufundisha nini maana uzalendo. Walikuwa tayari kupigania nchi yao, kuhakikisha kwamba inatoka kwenye mikono ya wakoloni. Nafikiri sisi kama vijana leo hii tunapata somo kubwa kutoka kwa viongozi wetu hao. Kwanza, tulipende taifa letu na tuwe tayari kulipigania kwa gharama yoyote. Hata sasa kuna nyakati ambazo tumekuwa tukizipitia ambazo zinahitaji sana sisi kama vijana kuonyesha uzalendo wa taifa letu. Hakuna mtu yeyote atakayetoka nje kuja kutulindia taifa letu wenyewe. Tukiwa tunaadhimisha siku ya leo ya mapinduzi ya Zanzibar kwa miaka 62, basi mimi kama mbunge wa jimbo la Mbeya Vijijini, kwa vijana wote na wananchi wa jimbo la Mbeya Vijijini, nitoe rai ya kuwakumbusha kuwa wazalendo moja na wilaya yetu, mkoa wetu na nchi yetu ya Tanzania. 12 tumeadhimisha mapinduzi matukufu ya Zanzibar kwa kupanda miti 10,000. Sehemu ya miti hiyo, miti 1,000 tumepanda katika kituo hiki cha Mbalizi. Hii imepatikana kutokana na ufadhili wa mradi wa urejeshwaji wa mazingira na uhifadhi wa bioanuwai Tanzania, ambao mradi huo uko chini ya ofisi ya makamu wa rais mazingira, na tumepata miti ya kutosha. Tuna wananchi wasikate miti bali wapande miti, hasa kwenye vyanzo vya maji, lakini pia kuna maeneo mengi ya misitu yameharibiwa. Lengo la mradi huu ni kurejesha uoto ulioharibika. Kwa hiyo wapande miti, hasa yale mazingira ambayo yameharibika kwa kukata miti. Lakini pia tunawaasa wasichome moto kwenye misitu au kwenye uoto, kwa sababu kwa kufanya hivyo wanaangamiza miti mingi kwa wakati mmoja. Misitu mingi ya asili tulionayo imevamiwa kwa kukata na kuchoma hiyo mioto, hasa kwenye mipaka. Kwa hiyo tunawaasa tu waende na sisi katika kuhakikisha kwamba tunarejesha huu uoto kwa kupanda hii miti. Hii miti inatolewa bure. Maadhimisho haya yanatukumbusha sisi uzalendo uliofanywa na viongozi wetu na kuendelea kuwaenzi na kuwakumbuka hao viongozi wetu kizazi hadi kizazi. Kwa upande wa wanafunzi, huwa tunajaribu kuwashirikisha hasa walimu wanaokaa na wale wanafunzi, ili wale watoto wajue umuhimu wa kutunza mazingira, kuhamasisha upandaji wa miti katika vituo vya shule ambazo ni shule za msingi na shule za sekondari pia. Lakini pia kwa upande wa kutoharibu vyanzo vya mazingira, katika halmashauri yetu ya wilaya Mbeya tumeajiri migambo ambao wanaita TANAPA, ili waweze kuzuia ukataji wa miti ovyo ambao unaweza baadaye ukatupelekea uharibifu wa mazingira na nchi yetu ikapata jangwa. Leo tunafanya sherehe ya maadhimisho ya mapinduzi Zanzibar hapa. Ni jambo la kushukuru viongozi wetu wa mamlaka, bila kumsahau Teo wa mamlaka ambaye tulikuwa naye, na mwenyekiti Sambili Mwaya ambaye alikuwa mwenyekiti wetu. Niwapongeze wenyeviti wenzangu kwa umoja ambao tunafanya katika mamlaka ya mji mdogo. Lakini nimpongeze mheshimiwa mbunge kwa hotuba yake nzuri aliyohutubia hapa. Sisi ni wafuasi wake. Yale yote aliyoyaongea sisi tutakwenda kuyasimamia na kutekeleza.